Finally imetokea. Finally done. Simba Sports Club wametambulisha kocha mpya Steve Barker, kocha raia wa Afrika Kusini, umri wa miaka 57. Yuko pale kwa ajili ya kuchukua nafasi ya Suleiman Matola ambaye naye pia alikuwa chini ya Dimitar Pantev. Sasa hapa session hii ni mahsusi ya kwenda kumwangalia Steve Barker ni kocha wa aina gani. Watanzania wengi wanajukua hili pia, wanataka kufahamu huyu ni kocha wa aina gani kwa maana ya wasifu wake na kile ambacho amekiweka huko Afrika Kusini. Umri wa miaka 57 maana yake ni kocha ambaye tayari ana rekodi, ana historia za huko ambako ametoka. Sasa moja kwa moja tukwenda kumwangalia kocha Steve Barker. Ni kocha raia wa Afrika Kusini, licha kwamba ukimwangalia hivi kwa jicho la kwanza unamwona ni mzungu, lakini ni raia wa Afrika Kusini, na tunafahamu kwamba Afrika Kusini ni eneo ambalo wazungu wako wengi, hususan mji ule wa Cape Town. Sasa Steve Barker amezaliwa Lesotho katika mji wa Maseru, lakini ni raia wa Afrika Kusini, ameishi Afrika Kusini, amecheza kandanda Afrika Kusini na mpaka anageukia katika ukocha ni huko tena Afrika Kusini. Amefundisha klabu kadhaa ikiwemo Amazulu, lakini klabu ambayo historia ya Steve Barker inaweza ikawa na alama kubwa zaidi ni Stellenbosch. Ukizungumzia Stellenbosch unazungumzia ndo timu ambayo kwa wakati huu ndio timu ambayo inakubalika zaidi kule katika mji wa Cape Town. Sasa Steve Barker na Stellenbosch ndio timu ambayo imemtambulisha zaidi Steve Barker. Stellenbosch ni timu ya mabwenyenye, yani watu ambao wana uwezo mkubwa wa kiuchumi, na chini ya klabu hii yupo tycoon, yupo bilionea moja mkubwa sana anaitwa Johan Rupert. Huyu ni miongoni mwa matajiri ambao kuna vipindi ameshawahi kuwa namba 1 ndani ya taifa la Afrika Kusini, anashuka namba 2 mpaka namba 3, anarudi tena namba 1. Ni moja ya mataikuni wakubwa, na binafsi katika siku za hapa karibuni, wakati ambao tunazungumzia kuhusu habari za makocha na CV zao, mimi kuna kitu nilitaka kucomment katika ukurasa wa mfadhili wa klabu ya Simba kwa maana Mohamed Dewji. Mohamed Dewji katika siku 2-3 zilizopita hapa nyuma aliposti picha akiwa na mataikuni wenzake, matajiri wenzake, akiwemo Mohamed Ibrahim, akiwemo Sawiris kutoka Misri pamoja na Johan Rupert. Walikuwa mataikuni 4 katika picha hiyo ambayo inawaonesha wako pamoja, na Mohamed Dewji akasema pale anajisikia furaha kukutana na wale mataikuni. Mimi binafsi nilitaka kucomment kitu. Nikitaka niandike kuhusu matajiri ambao wako nyuma ya timu, kwa maana ya Johan Rupert wa Afrika Kusini yuko nyuma ya Stellenbosch na Simba Sports yuko nyuma ya Mohamed Dewji. Kwa hiyo ilikuwa ni picha fulani hivi, ndani yake kuna story. Ukiangalia between the lines unaweza connect dots kwamba picha ambayo Mohamed Dewji ameiposti inawezekana ikawa na mahusiano moja kwa moja na kocha Steve Barker, kwa sababu kulikuwa kuna taarifa za Steve Barker kutuma CV ndani ya Simba, lakini pia kuna mahusiano mazuri kati ya Simba pamoja na Stellenbosch, ikiwemo Mohamed Dewji mwenyewe ana mahusiano mazuri na Johan Rupert, tajiri wa Stellenbosch. Wakati ambao timu inahitaji kocha, kwa maana ya Simba wanahitaji kocha, ni muda ambao Mohamed Dewji na mwenyewe anaposti picha akiwa na tajiri wa Stellenbosch kwa maana Johan Rupert. Pale kuna dots ambazo unaweza kuziconnect. Stellenbosch sio kama walikuwa wamhitaji Steve Barker, hapana, walikuwa bado wanamhitaji, kwa sababu Steven Barker ndani ya Stellenbosch, huyu ndo kama game changer, ndio kama mtu ambaye amedraw mpango kazi mkubwa wa kikosi hiki. Timu yao ni timu ya miaka hivi karibuni, kwenye miaka 2015-16 hapo, lakini licha kuanzishwa kwenye miaka hivi karibuni, ni timu ambayo tangu imepanda ligi kuu ya Afrika Kusini imekuwa ikionyesha ushindani wa kutosha chini ya Steve Barker, kwa sababu timu Steve Barker yuko nayo muda mrefu. Huu ushindani ambao unaonyeshwa wa kutosha, mara ya kwanza ilikuwa inaonekana tu ndani ya Afrika Kusini pale, lakini cha kushangaza zaidi, msimu jana Stellenbosch ilifanikiwa kushiriki michuano ya kimataifa, kombe la shirikisho Afrika. Katika kombe la shirikisho Afrika, kwa mara ya kwanza kwenye historia ya klabu yao, walifanikiwa mpaka kufika hatua ya nusu fainali, na miongoni mwa shock zilizotokea ni pamoja na kumfunga klabu Zamalek nyumbani kwake.
Ile ilikuwa ni miongoni mwa of course inawezekana tukaita maajabu, sababu kwa ukubwa wa Zamalek na timu changa ambayo ina muda mfupi, lakini kwenye ushiriki wake ndo debut, ndo kwanza wanashiriki kwa mara ya kwanza, inapata matokeo mbele ya Zamalek na kuwaondosha, ni kitu ambacho kimesurprise watu wengi. Sasa huyu ni Steve Barker ambaye alistudy vizuri Zamalek na akafanikiwa kuiondoa, akaenda kukutana na mnyama ndani ya hatua ya semi-final. Katika semi-final, mechi ya kwanza alipoteza ndani ya uwanja wa Amani Zanzibar, Tanzania, lakini mchezo wa pili ambao ulichezwa kule Moses Mabhida, Durban, Afrika Kusini, ulikwenda kwa suluhu ya bila kufungana na mnyama Simba akafanikiwa kwenda katika hatua inayofuata, kwa maana ya hatua ya fainali ambako walikwenda kucheza dhidi ya RS Berkane. So baada ya kutolewa Stellenbosch, wakapata tiketi nyingine kwa msimu mwingine wa kushiriki michuano ya kimataifa ambao ni msimu huu. Maana yake nini? Stellenbosch wanashiriki michuano ya CAF back to back. Yani back to back, kwa maana msimu uliopita group stage na msimu huu pia wapo group stage wanashiriki tena. Kwa hiyo inakuonesha kwamba haikuwa fluke, haikuwa bahati mbaya kwao kushiriki michuano ya CAF mara mbili mfululizo. Ilikuwa ni mpango kazi ambao umetengenezwa na Steve Barker. Sasa huyo ni Steve Barker na namna ambavyo amepeleka heshima kubwa ndani ya Stellenbosch. Sasa Steve Barker mwenyewe ni kocha ambaye anahusudu sana kandanda la vijana, yani anazingatia sana umri katika timu yake. That's why ukiangalia Stellenbosch, work rate yao ni kubwa mno. Wana wachezaji wengi ambao wana umri mdogo, wapo wachache ambao umri umesogea, lakini wengi umri mdogo na wanaifanya kazi yake vizuri. Klabu ambayo imetokea kwa maana ya Stellenbosch ni klabu ambayo chini yake pia kuna academy bora kabisa. Ni academy ambayo ndani yake kuna recruitment, yani kwa maana ya kuchukua vijana, wana scout vijana kutoka maeneo mbalimbali ya Afrika. Wanachukua Senegal, Nigeria, pale Afrika Kusini, watu wa Cape Town. Hii ni kama fursa kwao ya kuingia kwenye hii timu, kwa maana ya kwenda kuonesha walichonacho ndani ya Stellenbosch. Sasa Steve Barker kwenye timu yake ilikuwa ni kama philosophy, kama falsafa ya kutoa wachezaji kwenye timu za vijana na kuwa groom, kuwaleta juu. That's why waliweza hata kumsajili huyu Ali Msengi, kiungo wa kati wa JKT Tanzania. Wao walifanikiwa kumsajili na alikuwa kwenye kikosi chao akiwa mdogo kabisa. Maana yake wanaamini katika talents, wanaamini katika vijana wadogo. Kwa hiyo kwa sasa ni kocha wa wekundu wa Msimbazi, Simba. Ndani ya Simba maisha yako vipi? Steve Barker ni miongoni mwa makocha ambao binafsi baada ya kutangazwa kwa maana ya kuwa kocha, nilipigia simu baadhi ya waandishi kutoka Afrika Kusini, of course ni wawili, kutaka kufahamu kiundani juu ya huyu kocha. Miongoni mwa vitu ambavyo niliambiwa kutoka kwake ni kwenye management. Ni kocha ambaye management yake imenyoka. Ni kocha ambaye anaamini sana katika discipline, katika kumjenga mchezaji awe na nidhamu. Anaamini mchezaji akiwa na nidhamu ya kutosha ndo atatoa kiwango kikubwa katika pitch. Maana yake anapoingia ndani ya kikosi cha Simba, of course Simba haina hakuna ripoti za kutokuwa na nidhamu kwa wachezaji wao wengi. Wapo wawili watatu ambao nasikia, lakini pia ni kwenye kusikia. Ila ripoti zile za kutosha ambazo zinatoka nje kwamba discipline ndani ya kikosi cha Simba ni kubwa. Na hata Simba wenyewe asilimia kubwa ya wachezaji wao ni wachezaji ambao umri wao ni mdogo. Kwa mantiki hiyo, unaona Steve Barker ambaye anakuja hapa kwa aina ya management yake, kwa maana ya kuwa ni kocha wa discipline, aina ya wachezaji wake kwamba ni wachezaji wa wadogo kiumri. Tafsiri yake nini? Tafsiri yake ameenda katika sehemu sahihi. Simba ina discipline, Simba ina wachezaji wenye umri mdogo kwa asilimia kubwa. Kwa hiyo amekwenda katika timu ambayo inafanana na mahadhi yake. Lakini Simba kwa wakati huu wanahitaji kuleta heshima, kurudisha heshima ya ndani kwa maana ya ligi kuu, lakini pia wanahitaji kimataifa, wavuke hapa waende hatua nyingine. Sasa Steve Barker akiwa ndani ya Afrika Kusini alifanya Stellenbosch ambayo inaonekana kwamba ni timu ndogo, ni timu yenye budget ndogo, kuwa threat, kuwa timu hatari
ndani ya kandanda ya Afrika Kusini. Maana yake ni kwamba kama aliweza kufanikiwa katika ligi yenye ushindani ngumu kama ya Afrika Kusini, ambayo ndani yake kuna maklabu mengi yenye nguvu ya muscles za kiuchumi, na alifanikiwa kuifanya Stellenbosch kuwa timu tishio, ingawaje msimu huu matokeo sio mazuri sana, ila huko nyuma alishafanikiwa sana kuifanya Stellenbosch kuwa moja ya timu tishio. Maana yake anaweza kufanya hivyo pia akiwa na kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba, kwa maana ya kuifanya marathon ya ligi kuwa threat kwa kikosi cha wekundu wa Msimbazi. Lakini kwenye anga la kimataifa, Simba wana historia nzuri ya kuto kushindwa katika hatua hizi. Kwenye kipindi hiki cha miaka 10 ya investment ya kutosha, wamekuwa akivuka na kwenda hatua inayofuata. Sasa wanakwenda kukutana na kocha ambaye na yeye ni bora katika kuvusha timu, kwa maana ya kutoka hatua ya group stage kwenda katika hatua zinazofuata. Kwa maana ya msimu uliopita alifanya vizuri, na msimu huu pia hajaanza vibaya, ameanza vizuri. So unaona kuna mazingira mengi yanasawili ya kocha huyu Steve Barker katika kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Kwa hiyo tunasubiri tu swala la muda kumwona Steve Barker akitua hapa, apate time ya analyze kikosi chake ambacho yuko nacho, lakini maingizo mapya ambayo maybe atayahitaji kwenye kikosi kwa ajili ya kwenda kuitengeneza timu ngumu. Eneo jingine ambalo ni la muhimu kweli kweli bila kulisahau, nilikuwa nazungumzia hapo swala la kutoa vijana, timu za vijana, kupandisha vijana juu kutoka timu za vijana za Stellenbosch. Miongoni mwa wachezaji ambao wamenufaika moja kwa moja na huo mpango wapo, kwa maana ya vijana ambao wametoka kwenye mkono wa Steve Barker, ni pamoja na Van Rooyen ambaye kwa sasa anacheza Orlando Pirates. Yupo Jayden Adams ambaye anacheza ndani ya kikosi cha Mamelodi Sundowns. Wapo wengi, yupo huyu fullback wao ambaye amekwenda kujiunga na Mamelodi Sundowns pia, na wengine mbalimbali. So ni kocha ambaye tayari kuna notable players, unaona kabisa kwamba hawa wameguswa moja kwa moja na uwepo wa Steve Barker ndani ya kikosi cha Stellenbosch. So tunasubiri mambo atakavyokuwa. Anyways, wewe kwa mtazamo wako unaonaje? Unamwona Steve Barker ni kocha ambaye anatosha ndani ya Simba au hapana? Bado hujaelewa? Weka comment yako kwenye comment section, bila kusahau kusubscribe, na hii ni Mzinga Sports.